Jaribu kujifunza kutazama kilicho juu yako ni nini, kinachokuongoza sana, ambacho kinachokuwa wewe unakuwa unakiona kina nguvu sana. Na wanadamu wengi wanatumia nguvu ya hasira, na ndio nguvu yake inamuongoza na kutawala. Kumbe unyenyekevu na upole ndio nguvu kubwa na ndio silaha ya kuweza kuidhibiti hasira. Musa alikuwa hana uwezo wa kudhibiti hasira kikamilifu. Yakishatendeka anaanza kujutia, kwa nini nilifanya. Anaanza kuinama mbele za Mungu na kuomba rehema mara nyingi. Lakini tayari tukio limetokea, madhara yamekuwa makubwa. Wewe nadhani ulikuwa ni mpango wa Mungu kuwaua watu wote wa Israeli walitoka kule Misri, sio? Mengine ni Musa aliwaua mwenyewe. Lakini kama angeligundua kuna kitu kibaya kiko juu yake kinamtawala, asingesubutu. Kwa hiyo kuna muhimu kwenye maisha yako kuwa mgunduzi mwenyewe na kufanya utafiti kwa wewe mwenyewe, kwa kujua ni nini kiko juu yako kinachokupaga sana, unakuwa na nguvu. Usikimbilie kuokoka kwamba ni Roho Mtakatifu. Hiyo kwa sababu si wanaongelea watu Roho Mtakatifu ana nguvu. Kiwepo kitu ambacho mwenyewe una experience binafsi nje ya Roho Mtakatifu, yaani ukiwa kawaida, maana kile ndo kinakuwa na uhalisi zaidi. Na hicho ndo kinaweza kuwa na uwezo wa kutawala na control vitu vyote. Kinaweza kukupa kiasi cha kuabudu, yaani kinakulimit na kukuongoza. Kiasi cha kutumikia Mungu, kiasi cha kumtolea Mungu, hicho kinakupa. Chenyewe ndo kinakuongoza. Kwa sababu kinajua kikikupa sana, utafanikiwa sana na utahamia kwa Mungu kabisa kabisa. Umenielewa vizuri? Kwa kina control. Nirudi sijui kwenye mfano wa kawaida wa kibinadamu. Ngoja turudi. Tuko Tanzania. Unajua anayewaongoza Tanzania sio Samia. Yeye ameweka tu kama mtu ambaye anawaambia, lakini wanaongoza Tanzania ni wanaitwa Umoja wa Mataifa, Marekani. Ndio maana ukifanya vitu ambavyo hawapendi, wanakuondolea vitu vya muhimu. Wewe unaanza kulalamika, wametukatia misaada, tutaanza kujitegemea wenyewe. Unaanza kutafuta misaada kila mahali. Na kule kote wamezuiliwa, msifanye kupeleka msaada Tanzania. Umenielewa vizuri? Na pia kuna vitu ambavyo ukifanya wanakujia juu. Na kuna vitu watakwambia wewe ufanye. Ukisema napinga, wanakuja kukuondoa kwenye nafasi. Wanapeleka watu ambao wanaenda kuwachochea waje kutoa kwenye madaraka kwa lazima, afu wanakuua. Mnanielewa vizuri? Kwa unaona kabisa viko vitu vinavyoweza kumpa mtu kiasi. Mfano, wanapotupa misaada sisi, kuna vitu wanakuja kuchukua huko kwa ukubwa. Alafu sisi tunapewa kiasi, tusijiwe na uwezo wa kujiendeleza wenyewe. Na ndio maana kama ingekuwa ni misaada mizuri, tungekuwa na barabara nzuri, hospitali nzuri, shule nzuri na elimu nzuri, uongozi mzuri ambao hauna uongo. Mifumo ya kudanganya watu sio kwamba wamezaliwa nayo, wanapewa na wale, na kuchanganya na vitu vitabia alivyo navyo vinachanganyikana, linakuwa jambo kubwa na zito. Mnanielewa vizuri? Kwa hiyo chochote unachokiona kwa mtu hakiko sawa, kipo kitu juu yake kina control maisha ya huyo mtu. Na kugundua ni kazi. Ukitaka kugundua hiki kitu kina ni control, uwezi kwanza utakubali kwamba ni kweli kuna kitu kina control. Mpaka uwe kama mimi nilikuwa najaribu kufikiria, mimi nafikiria maisha mengi.
Nini kiko juu yangu na nini kinanipangia mipaka? Kwamba ni Mungu. Amna, Mungu hawezi kunipangia mipaka kwenye mambo mazuri. Kuna kitu kinazuia mambo mazuri. Lakini ingekuwa kinanicontrol nisifanye mabaya, nasema ni Mungu ananicontrol nisifanye mabaya. Maana Mungu anamcontrol mtu asifanye mabaya. Lakini kitu kibaya kinakucontrol wewe usifanye mazuri, ufanye mabaya. Ukijikuta mabaya ni mengi kuliko mazuri, na msukumo ni mwingi kwenye mabaya, jua kuna kitu kiko juu yako tu ambacho ni muhimu kuanza kukishughulikia kama tulivyoomba jana kwa kiasi chake. Lakini pia nilisema unaona nafasi kama na wazazi wako wote wawili waulize namna maisha yao walivyoishi nyuma. Hawako wote, basi jianze kujitafitia mwenyewe kwa kuangalia ndugu zako wengine kama unao na maisha yao, ndio utagundua kuna kitu kiko juu yetu kwenye familia. Tunazaliwa tuna vipawa, tuna karama, tumebeba neema za mafanikio, lakini tunahangaika sana. Na mahali unaishia tu wa kawaida kila mwaka kawaida, na ukijiuliza unaishia tu kusema pengine sijaomba vizuri. Hamna. Mungu hata ukimwambia Mungu nataka gari hata kesho, anakupa njia za kupata hela kununua gari. Yaani haichelewi. Ndio maana unajikuta unaomba maombi mengi lakini hamna matokeo. Kipo kinachozuia. Paulo anasema nimefunguliwa mlango mkubwa sana, lakini wako wengi wanipingao. Yeye aliwaona wapi? Walio wengi unafikiri walikuwa ni watu? Viko vitu vilikuwa viko vinamcontrol. Yeye alikuwa under control. Kwa hivyo vinamlimit kwenye mazingira ya huo mlango asiufikie. Si mmejua? Unafikiri unapofikia jambo unataka kulifikia afu unafikia kushindwa, unahisi ni kwamba una nguvu? Hapana. Sio kwamba una nguvu, ila kipo kitu tayari juu yako kimechukua nafasi ya kukuwekea mipaka. Kinazuia mazuri, kinaruhusu mabaya, au kinakufanya moyoni mwako usikie hali ya kusononeka sana. Kwa sababu mtu anayesononeka Mungu hawi radhi naye, anakuwa anamuona mjinga. Kwa sababu yeye wakati anaumba wala kuweka hiyo. Vingine vinajizalisha baada kuona mazingira. Ingawa yeye ndo ameumba vitu vyote, lakini hakumwekea binadamu hapo hivyo. Yeye anasema tazama alivyoumba, akasema imekuwa jambo jema kabisa lenye uhakika. Ndio maana Mungu hajawahi kuona mtu ambaye anasema mimi ni mtoto. Mungu anaga mtoto mdogo. Kila anayezaliwa yuko mkamilifu kabisa. Katoto kale kadogo kakimtukana mtu usisema ni katoto tu kametukana. Kaovu kutoka kalivyo. Ndio maana imeandikwa wengine wamejitenga tokea wako mwenye matumbo ya mama yao. Kwa hiyo namna ya kuishi ni kuwa na muda mwingi kutaka kugundua unaishi uko katika hali chini ya wingu gani, upo kwenye network ipi na mifumo gani inayoendesha maisha yako. Ni ile mifumo sahihi ama iko mifumo ambayo sio sahihi. Usiangalie kwa jirani, ujiangalie wewe.
ndipo utaanza kuvuka mazingira yale yalikuwa magumu kwako. Na lazima pia ufahamu na akili vio vinafanya kazi sawa sawa, si unapuuzia mambo. Maana imeandikwa msizarau vifungo visije vikakazwa. Kitendo cha kudharau tu kile kifungo kinaongezeka, yani kinafungwa vizuri zaidi. Sababu wanaona umeanza kulegeza. Kwa hiyo usipuuzi unapofanya utafiti na kutafuta namna ya kujitoa. Pambania katika akili yako, wala usiweke uvivu, kwa sababu sasa unaweka uvivu ndo kushindwa kwako. Mfano, umeamua kugundua alafu usiku unaamua kuanza kuwa na maombi yale ya kujiondoa kwa sababu umeshagundua kitu. Usianze kutengeneza uvivu wa kuamka wakati ulisema nitaamka kila siku kwa muda wa wiki nzima au mwezi mzima, nitaamka usiku wa saa 6 kumwomba Mungu daima. Na nitakuwa najitenga, nakula mapema, napumzika mapema, naamka mapema saa 6 ama saa 9. Ukishaanza kutengeneza mazoea kwamba jana niliomba, leo hapana, ngoja nipumzike. Utakapoamka kesho, huamki kabisa. Sababu watavikaza kabisa kwamba usiwe na uwezo wa kuamka. Na kama uelewi, kajaribu siku moja. Fanya maamuzi ya kwamba una kitu unakishughulikia ulichokigundua. Usipofanya muendelezo wa kukimaliza, ukikiacha tu mara moja, kikirudi, hakikupi nafasi ya siku moja tena uamke. Kinataitiwa kabisa na ulinzi unakuwa mkubwa sana. Majeshi yale yanakuja pale hayaji kama yaliokuwa na mwanzo na wewe. Yanakuja majeshi mapya yenye ujuzi na teknolojia yenye ufahamu mkubwa kukuzidi. Ili unapotaka kuamka wanavuruga system yako na kutengeneza mazingira ya kulizika, useme ndio niko hivyo hivyo. Na ndio maana wanadamu wengi wametengeneza mazingira ya kulizika, hata kitu ambacho hakipo sawa anaona kiko sawa. Sasa kwa mifumo hiyo ni ngumu wewe kusurvive kwenye mambo mazuri. Utakuwa unaendelea kupitia hustling za kila mahali. Unaenda hapo unakuta pagumu, unaenda hapo unakuta pagumu, unaenda hapo unasema labda patakuwa nafuu pagumu. Na kile utasema sijui ni wapi nitapata pepesi. Amnaga pepesi pasipo kumaliza tatizo. Kimaliza tatizo ndo mlango mwepesi unakuja. Lakini hujamaliza hiyo shida, hamuna pepesi. Naongea nanyi wateule. Mabaya yanazalishwa na nguvu inayoitwa kwa lugha ya Kiswahili nyepesi ulinzi ulio katika mfumo wa kulinda himaya ya mateka wasijione wako matekani hali ni wametekwa, lakini wasiwe na uwezo wa kujitoa. Huo ni ulinzi wa mtu anakuwa matekani, lakini anazuiliwa asijigundue kama yuko matekani, na hali yuko matekani banalinda. Wanalinda nini? Maamuzi, akili, fahamu, nguvu yako isiwe na uwezo wa kuzalisha uwezo wa kutambua jambo. Na ndio maana hata hivi naongea, inawezekana yakawa yanaingia yanatoka, wanakuzuia usisikie vizuri. Au ukawa unasikia lakini uelewi ninachosema. Ama wanakupa usizingatie hata kidogo, baki kuwa marehemu, lakini uko hai. Maana mtu ambaye hamna anachojua ni marehemu, kwa sababu marehemu wanasema kifa hamna anachojua, linakuwa kaburi tu linaonekana juu. Ndivyo alivyo na mwanadamu ambaye tayari hayupo kwenye mifumo yake halisi, anakuwa kama marehemu, ila unamwona anatembea. Vitu hivi ndio vinafanyika kwamba kwa wanadamu wengi, asilimia yao karibu 98
kasoro 2 wamevuka kwa sehemu kubwa wenyewe, lakini asilimia kundi kubwa nyuma limezamishwa kwenye mateka, alafu limezuiliwa lisijitambue. Hivi wewe uliwahi kujiuliza anaposema lakini watu hao ni watu waliotekwa, unafikiriaga alikuwa anaongelea nini Mungu? Wametekwa na nini? Anasema walifanywa mawindo, wameweka kwenye mashimo. Unawaza shimo lipi wamemweka mtu huyu ambaye yuko akawa sawa kwenye shimo? Mahali palipo ambapo huwezi kujitoa, giza zito ambalo limefunika ufahamu. Hali unaona lakini huoni kama uko gizani. Unajiona uko sawa kabisa. Na vile ambavyo unamwimbia Bwana, na vile unavyo pengine unatangaza neno la Mungu, na vile ambavyo unaenda ibadani, na vile ambavyo unatoa na sadaka twako tuchache. Unaona, Mungu amenijalia nimetoa sadaka kubwa. Kumbe waliofunguliwa huwa wawi na sadaka za kawaida, hizo zinakuwa zinapita viwango, kwa sababu nao Mungu amewapa viwango vilivyozidi. Ndiyo maana aliyefunguliwa hajuti kutoa chochote kwa Mungu. Yule aliyefungwa kila anachotaka kutoa anaanza kuumia moyoni kwanza kabla ya kutoa. Hawa anaamua kusema ngoja nitoe tu, lakini moyo wangu hiki kitu nakitaka. Au mtu naomba leo tutakuwa na ibada ya maombi. Unaona watu wanavyojichengua. Wakimaliza leo tushukurani, hawa wamekuja wote. Unafikiri nini? Wewe unaweza kusema watu hawapendi maombi, amna, wako kwenye giza zito. Na linawazuia wasifanye maamuzi ya kwenda kwenye maombi. Kwa sababu wakienda kuna neno la Mungu litakuwa linakuja kugonga mahali pale pamejisiridi, kukata zile siridi. Kwa hiyo zinapokuwa zinakatika, kuna ufahamu mmoja unaanza kufunguka. Leo mbona kama nimekuwa tofauti? Mungu leo amenikumbuka kama. Ufahamu akihudhuria tena, kuna mahali tena nitagonga. Kuna kitu kitatoka, alafu yule mtu ataona, mbona kama kuna kitu kinaamka ndani yangu. Haleluya. Kwa hiyo kwa sababu miko na uzoefu, najua huyu yuko gizani. Muda wake ukifika, Mungu atasema. Mimi kwa sasa sijui, na mimi nawaachaga. Sababu siwezi kufanya kitu Mungu hajaniruhusu nifanye. Nitafanya nini? Ikiwa kama Mungu hajasema fanya jambo hilo, nitakuwa na mamlaka gani kufanya jambo ambalo mimi sio mhusika wa hiyo mambo? Mimi ni mtumwa, ninaotumwa nenda kafanya operation na napokea order. Sasa sijapokea order, nitafanya nini? Au ni ile nataka nifanye watu wanione nipate sifa. Yatafanyika, lakini haya tutagombana na Mungu. Hajakutuma kama Musa aliambiwa kaongee na wakavusemeshe mwamba juu ya wazee, yeye alienda kufanya nje ya order. Mungu akasema naona sasa utakapokwenda utafanya zaidi haya. Ngoja nikuondoe. Maandiko yanasema aliupiga mwamba. Wengi wanasema Musa alipiga mwamba. Mungu akamwambia akapiga. Kaongee awalete wazee wenye umri kuanzia miaka 70 kwenda juu. Au ufike kwenye mwamba uambie mwamba, Bwana asema hivi, lisikie neno la Bwana, toa maji kwa ajili ya watu wake. Lakini yeye akasema, njooni hapa, mna vichwa vigumu na shingo ngumu. Tutawapa maji hata lini? Akapiga mba maji hayo. Haya, alivyomaliza ya njoo. Nilikwambia ukafanye nini? Anabaki samahani mzee. Mungu ajuagi samahani. Kwenye agizo aliyokupa ile oda, umeenda tofauti. Kuna mahali anakukatilia katika sehemu yake ambayo angekupa ya vema nzuri. Anaweka kosa pamoja kama vimetokea vimefanyika. Lakini anaona kabisa wewe ni mkaidi. Ndio maana unaposimama mbele ya Mungu, acha kupokea sifa kwa watu. Zitakulevya, utasahau majukumu yako. Watu watakusifu mpaka unachanganyikiwa. Wakikusifu, ona ni upumbavu tu ule. Lakini wewe linda sana kile Mungu ambacho amekupa katika maagizo yake. Ni sehemu ya kufanya
akuongoze na akutawale. Juu yako iwepo nguvu yake ya kukusaidia kuyashinda madhaifu. Amen. Amen. Usifurahie watu wanapokusifu na usipende watu wakusifu. Haiongezi wala haipunguzi. Zaidi unaweza kupata madhara unaposifiwa. Furahi maadamu kama jambo lako umefanya vizuri, mwambie Mungu nakutukuza kwa sababu mkono wako ulikuwa pamoja nami. Hata nimefanya yamekuwa mazuri mbele yako, naamini kabisa. Kuna mtu yoyote alimsifia Yesu, alisemaje? Akasema, heri tumbo la huyo aliyekuzaa. Akasema, ingekuwa ni heri watu wangesikia neno la Mungu. Alirudisha lile neno. Si ungesikia furaha? Atakuwa na furahaje huyo mama aliyekuzaa? Akasema, si heri wale wanaosikia neno la Mungu labda ndio watakuwa na furahaje, ama watakuwa na furahaje wale wanaosikia neno la Mungu kwa furaha. Wewe unahisi kwa nini hakupokea ile heshima aliyokuwa amepewa? Akaambiwa hivi kwamba lina heri tumbo lililokuzaa. Sija atakuwa na furaha gani yule mama aliyokuzaa? Akasema, mama atakuwa na furaha gani wanaosikia neno la Mungu na kwa kulipokea kwa furaha. Bali mwambia, mwalimu mwema. Akasema, we mwema nani? Aliye mwema peke yake ni Mungu. Umeona hapo? So wewe usiposifiwa unakasirika. Waje nisifia kwa kazi nzuri. Waje nisifia kwa kazi nzuri. Kwani ukisifiwa kuna kitu gani kitaongezeka? Zaidi ya kujitengenezea ubaya juu yako. Tunaelewana vizuri? Tunaposimama katika utendaji wa Mungu, hatupokei thawabu kwa watu, tunapokea thawabu kwa Mungu. Kila sifa inayotoka kwa Mungu iliyo njema ni kuniimarisha mimi kuendelea kusimama imara zaidi katika kazi yake. Amen. Amen. Kwa tunapoondoka kwa kugundua kuondoa ubaya ni pamoja na kujilinda usiingize mabaya tena yaanze kutawala juu yako. Mabaya yanachelewesha mambo mengi ya mtu, na mabaya ndio yamebeba nguvu ya kumuletea mtu huzuni. Maana anakuwa anamtegemea Mungu lakini anaona Mungu hafanyi. Lakini kiukweli Mungu anafanya. Ila yanakosa kufanyika kwa sababu liko jambo liko juu yako. Kwa kuna muhimu unavyoishi. Kuangalia ulivyoanza mpaka ulipofikia, kwa sababu mwanzo wa mtu kujipima ni ile miaka yake kuanzia 12 kuelekea hapo umri alionao. Na kunakuwa na historia, kumbukumbu kwamba mimi nilikuwa naishi hivi, tulikuwa tuna hivi, baba yangu hivi, mama yangu hivi, ndugu zangu hivi. Kitabu cha Mwanzo kinatuambia habari za mtu mmoja anaitwa Yusufu. Alikuwa anajua baba yake anavyoishi, ndugu zake, mama yake. Nafikiri hawakuwa na historia naye kubwa kwa sababu alifariki wakiwa bado wadogo. Hata kipindi hicho Yusufu anashonewa kanzu nzuri, ajui hata sura mama yake inalinganaje. Benjamin ndo kabisa kuwahi kuona kabisa sura mama yake bora ya Yusufu. Lakini kuna tabia njema alijifunza ya kuwa mwaminifu na kuongea ukweli bila kujali mazingira ya athari inaweza kumpata. Hata kufa alikuwa kama yuko tayari tu. Amen. Amen. Tunaona kwa uaminifu huyo mzee Yakobo alipenda sana Yusufu. Na Yusufu alijua kupendwa kwake na baba yake
akaendelea kujenga tabia ya kujenga mema ya mtawale yawe juu yake. Walipokuwa wanamhadana kumzonga, hakujali, aliendelea kuwaambia ndugu zake wasimfanyie vibaya. Je, fikiria wewe unayelipa ubaya, unahisi ubaya wewe unatoka wapi? Hautoki tu kwenye moyo wako, unatoka kwenye hicho kinachokutawala. Ndio maana unapokuwa unashindwa kuondokana na roho ya visasi, chuki, magomvi na namna nyingine ya kumwongelea mtu vibaya, hayatokani kwamba ni moyo wako. Kipo kinachokukontrol afu kinakwambia ongea. Kwenye eneo hilo uwezo ukakaa karibu na Mungu, itakuwa lazima utakuwa unashindana naye kila siku. Ingawa Mungu atakuwa anakuja kutembelea, akuone una mabadiliko gani, na itakupa ugumu kuziona neema za Mungu. Kwa hiyo kuna mambo unatakiwa uyafanyie utafiti mwenyewe. Kama unapenda kweli kuwa mtu ambaye wa Mungu, kuna vitu lazima uanze kuviondoa, viondolee nguvu yake. Amen. Kwa kutenda mema, sawa Amen. Ukifanikiwa, nguvu ya mema ikikaa juu yako inakuongoza, moyo unakuwa na nguvu sana kusimama mahali popote kwa ujasiri. Sababu pale itakuwa inatoka kila kitu kimenyoka, kiko kweli. Ni vile ambavyo wanadamu wanapenda kuficha mabaya yao moyoni. Moyo wameweka kama store. Unajua ukificha hata moyoni, ukikaa hivi juu ya vyote vinaonekana vya kwako. Labda uwe kama una macho ya roho. Unajua wewe geuka hata utembee hivi nyuma, maandishi hapa juu yanarudi nyuma, yanaanza kusoma habari zako zote. Kama hujui, omba, tengeneza mifumo ya kuwa mema. Utakuwa unaona tu, kumbe huyo ndio yuko hivyo. Unaweza ukacheka, lakini inabidi uwe msiri, uishi nao tu pole pole hivyo. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo tuna haja ya kujitafiti sana tukiwa tunakaa kama hivi jumuiya. Ukiwa peke yako, hapo ndio wakati wa kugundua tabia yako ikoje. Kwenye public kama hivi, mkikaa mko kawaida, unajigundua, unatakiwa ujigundue pale. Achana na memuko ile tunaanza kuimba na kusali na roho akakushukia, muda ule uweze kugundua jambo. Mmepoa kabisa kwenye labda mko kwenye kunywa uji chai, anza kujigundua una tabia gani. Unapotaka kulala pale ndio anza kujigundua. Unapotaka kwenda kuoga anza kujigundua. Ndio utaanza kuona mimi kuna kitu kinaniongoza nje ya Mungu. Kwa hiyo hapa Mungu sidhani kama ananifurahia vizuri. Anaona nina vitu vingine ambavyo havifanani na uhalisia wake. Pale ndo utaanza kusema leo na silali, naamka kushughulika na hiki kitu. Haleluya. Lakini ukisema nitagundua nikiwa kwenye ibada hapa, hapo utagundua, kwa sababu uwepo wa Mungu unawafunika wote, wema na wabaya. Ila tukitoka kwenye hilo blanketi, ndo anza kuamka kuangalia upo wapi sasa hivi. Ndo utajua okay, mimi nina dudu liko juu yangu linaniongoza. Unafikiri unaweza kujiona wewe ni barazuri paka uwe mwenyewe. Unanielewa ninachosema? Hapa usijitengeneze hapa ndo nitagundua, hapa hamna. Labda mimi ndo nikikuangalia na siku ya leo haikuwa jema. Angalia siku ya leo. Wachache walijiponya nafsi zao, wengine mambo yalikuwa mabaya. Moto ulikuwa mwingi wa ubaya. Mbona ishije? Lazima ujue namna unatakiwa kuishi. Kwanza, ukiishi na mema yatakupa utaishi maisha yako yote na nyongeza. Lakini ukiishi na mabaya yanaua haraka.
Yaani anapunguza siku zako kwa sababu unajibebelezesha vitu ambavyo havipo kwenye maisha yako, ili umeviingiza. Na namna ya kuingiza kitu kama hicho kinaenda kuanza kuchosha siku za kuishi. Usijisahau tu eti niko mimi na maombi, mimi sijui ni nani. Hiyo hamnaga. Mifumo ya nature inakuwa mule mule. Ukiondoa unarudi kwenye asili yako ambayo inakuwa ni nature halisi. Vitu vibaya vinapotea. Simeandikwa mtu mbaya naache ubaya wake, si ndio? Hivyo ubaya unakuwa wapi mpaka uache? Haui moyoni. Kuna nguvu, kama vile hatuwezi kutenda tukasema tunatenda mema. Mema yanakaa wapi? Hayawi moyoni, yanakuwa juu yetu, ndio yanasababisha moyo uanze kutenda sasa mema. Funua Isaya mwenyewe 61. Uone nini anazungumzia. Anaweza kutenda bila kuwa na kitu juu. Fungua Isaya 61 mstari wake, uone hapa mpaka mstari wa 4 usome. Tusome wote hapa. Na tuliangalia sijui ni lini, juzi sijana, sijui sikumbuki. Tulisoma lakini hatukuisummarize vizuri. Fungua Isaya 61. Anasemaje? Roho ya Bwana yu juu yangu. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta. Tulia hapo. Roho ya Bwana Mungu juu yangu. Mbona hajasema hii ndani yangu? Huku ndani kuna kitu kinachotenda kazi kuyatendea aliyo juu. Ikiwa ndani, nani ataamrisha juu kwamba nenda kafanya? Kwa sababu hatufanyi pasipo kuwekwa ambaye yuko juu, ndo anasema nenda pale, fanya kile. Kiongozi. Ndio maana Roho Mtakatifu alitusemea Yesu atakuwa kiongozi wa kutufundisha na kutuelewesha. Lakini atatujilia juu, hata tujilia ndani. Ila Yesu atakaa ndani yetu, ili pawe na uwezo wa kutenda kirahisi kazi, na pawe na hali halisi, pakiwa na kusitasita moyo, uwe na utayari, kwa sababu Baba atashauri ndani kwamba sikia anachosema Roho, fanya hicho. Amen. Maana keptii huyo anaongea juu yako, fanya hilo. Yanawaingia wapendo wa Mungu. Yuko juu yako, anafanya nini? Soma. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta. Ili iweje? Kuhubiri. Kumbe kuhubiri mpaka awepo juu. Hajawa juu, utahubiri nini? Si utaongea mambo ambayo ya hicho kitu kicho juu yako. Ndio hiyo nakuta mhubiri amekuja tu, haleluya, amina. Mimi ni mume mwenye mke mmoja na watoto 3. Mke wangu anajua kupika sana. Kwenye madhabahu ya Bwana, wanawapenda. Utakuta hajasema hata kwamba nawapenda, unaanza wanawapenda. Unaongea vitu vilivyo juu yako, ni uongo mtupu. Madhabahu ni mahali pa kusalimiana habari za nyumbani. Labda kama kuna ushuhuda ambao unaweza kusaidia mtu mwingine, kumbe na hiki Mungu anaweza kutufanyia. Lakini kusema mke wangu ni mzuri sana, macho yake makubwa, sijui ana nini, akivaa nguo zinampendeza madhabahuni, anajua kukaanga, hamna anamfikia. Yeye ndo anasababisha nywele zangu ziwe nzuri, anachana nywele zangu. Hapo ni kwa Mungu au kwenye mambo mabaya? Wapi Yesu alitokea akasema mama yangu ni Mariamu na ndo amenizaa mimi, na ubiri Injili, yule mama mzuri sana amenilea.
Yosefu naye alipambana na mimi kunipeleka Misri nilipokuwa nataka kuoa nikiwa mdogo. Mbona wasema? Wanaongea ni wengine alichukulia bwana Mungu wetu historia twake. Sababu kitakiwa mtu anataka kujushuhuda tu mtu sijui, lakini haina maana sana. Lililo na maana lile ambalo Mungu ameliweka uongee. Haleluya. Kwa maana mimi nikienda kokote wala sisemi nina watoto wangapi sijui nini, hamna hiyo kitu. Kwa sababu sio jambo lililotumwa na Mungu kuja kusema hayo mambo. Tunaongezaka vitu vingi mbele, ukisimama tu ile miemko watu wanashangilia, unaanza kulewa sifa za kelele za watu. Wewe jikontrol, jijue upo kwa ajili ya jambo gani linakufanya uwe hapo. Acha kuongea vitu vingi. Tuambie umeoja olewa inahusu nini? Sio mpango niliokuja nao. Mwambie mpango niliokuja nao hauhusiani na hicho mnachoniuliza. Tunaelewana. Barokole wengi wanapenda. Haleluya. Wachungaji sijui nani. Mimi nawaangaliaga. Usipojitambisha wewe na kuona wewe haupo sawa. Lakini mimi nishajizoea maisha yangu, najua na yaishi na Mungu alivyonipa niishi. Mimi siishi kwa ajili ya watu wanafuata utaratibu wanafanya hivi. Naangalia Mungu utaratibu wake amewekaje kwenye maisha yangu. Na zaidi kudiri kwenye lengo alionituma nalo. Nikiondoka nimemaliza kazi niliyokuwa nimepewa na Mungu. Kwenye hilo mimi najiamini kabisa, namshukuru Mungu kwamba amenipa hiyo hali ya kutokuangalia watu wanasemaje, mwanzoni amesemaje huyo, na mimi nifuate hivyo anavyosema. Hamna. Siwezi kuishi hivyo. Nitakuwa kama naishi naongozwa na huyo mtu. Tukiongozwa na Roho hatuwezi kuongozwa na kitu kingine zaidi. Haleluya. Haleluya. Amen. Kwa hiyo amenipaka mafuta kwa sababu kwanza Roho yuko juu yangu. Alafu ndani ya huyo Roho kuna mafuta yamewekwa tayari, lakini malengo kwa kuwa juu yangu anipe uwezo wa usemaji wa kuzungumzia habari njema kwa wale ambao wako kwenye hali ya kufungwa. Kuwaambia kwamba kufungwa kwao kumefikia wakati wanatakiwa wafunguliwe. Amen. Walio katika hali ya huzuni kumefikia wakati wapate furaha. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Unaona, haya kingekuwa juu yake mabaya zima. Roho wa mabaya yuko juu yangu, ameweka mafuta mabaya ili niongee ubaya wenu. Inaeleweka hilo? Sina kwa nguvu. Tukiongozwa na Roho hatuko chini tena ya sheria yoyote. Amen. Amen. Bali tutaongozwa kwa Roho na kwa neno la Mungu, neema itakuja kukaa pamoja na sisi. Amen. Haleluya. Haleluya. Sasa tunaona kumbe yeye ndo anakuwa juu. Kama hayuko juu basi linakuja juu jambo lingine ambalo ndo litakuwa linakukuseme sasa utakachokuwa unaongea. Unaelewa nini hapa? Unahitaji kujua nini kinakuongoza saa hiyo unapoongea. Ukigundua umeongea bado unaendelea kuongea ugundui, ushakuwa maiti. Lakini kama unaongea ghafla unasikia kuna kitu unagundua, unanyamaza, unaanza kwenda kwa Mungu kumlilia, hiki kitu sicho ambacho mimi nataka kuwa nacho, nataka kuwa na kitu chema ambacho kitakuwa tiba kwa watu ambao tayari wako chini. Hatuondoi mabaya kwa kuweka ubaya, tunaondoa mabaya kwa kuweka jambo jema. Maana jambo jema lina nguvu ya kuliondoa baya. Haleluya. Tunapomlilia Mungu, angalia huduma zetu. Sisi tumetengeneza mifumo gani? Tunapomlilia Mungu, bariki njia zetu. Sisi tumeweka mifumo gani? Uweze kusema bariki Mungu huku unatawaliwa na kitu kingine juu. Mungu hawezi kuruhusu baraka zije mahali ambapo zinaharibika. Au anaweza kusema anyway amenilia sana ngoja nimpe. Azione, lakini unapoziona unakuta zinaharibika tena. Mungu ina maana alinipa vinavyoharibika? Hapana. Mabaya yanakula vitu vizuri kama nilivyosema jana. Mwanamke mmoja Mshunemi alitenda mambo mema sana kwa
Nabii Elisha hata kadirika akajenga hadi nyumba. Amejenga nyumbani kwake, sema hii ni nyumba itakuwa ya Elisha, atakuwa kija anafikia huko analala huko. Meza na nini na vitu vyote alimwekea huko ndani. Alikuwa mtajiri. Gehazi wewe akupewa, sijajua kwa nini. Ndio ile unatakiwa ujifunze inapotokea mko safari la muda mtumishi wa Mungu. Akapewa tu mtumishi wa Mungu hujapewa, usizalamike. Bwana mimi majaniona. Tulia, jifunze kutenda mema, mema yatakuja. Lakini katika sehemu inayomwangukia mtumishi lazima kutakuwa na mgao. Ukinungunika, Mungu anamzuia mtumishi atakupe kitu chochote. Ambusitoe kwa hiyo. Yuko tayari utakuwa unamuona njiani, anawagawia wa njiani alafu wewe unashuka sema, "Bariki ufike salama nyumbani." Bwana hajanipa chochote. Unaanza kuendelea kutengeneza uovu. Alafu unakuwa hujijui kama unafanya uovu. Naongea mepesi lakini ndio magumu watu wanayaishi. Na kuyaishi mema, ingawa sio lazima ni hiari yako. Yaani Mungu akulazimishi. Wewe mwenyewe uangalie. Uone faida yake ni ipi kwenye mema na mabaya, kipi kina faida. Yaani ujiamulie mwenyewe. Usiseme Mungu atasema wewe ishi kwenye mema, ishi kwenye mema, hamna. Asemi. Ila nakwambia nimeweka mema mbele yako. Uchague mwenyewe. Nimeweka mema na mabaya, uchague mwenyewe. Na usije kusema yako wapi, nasema yako kwenye maamuzi yako mwenyewe. Ukichagua mauti itakunyonga mwenyewe kwa sababu iko karibu yako. Ukichagua baraka itakutajirisha mwenyewe kwa sababu iko karibu yako. Imeandikwa kwenye Torati. Haleluya. Haleluya. Usipende kusema bora liende, unakuwa mjinga. Bora liende wapi? Unaanza kusumbua watu. Mimi sijui nini. Umesahau ulisema bora liende. Tena ni muhimu kipindi kuna nguvu kabisa na uko imara. Kabla hujaingiliwa na mabaya. Mabaya yakiingia, hutaona jema lolote. Hata pakisema pako na jema, unajikuta unakata tamaa, uone mema. Hiyo hali inafikaga, kuna umri unafika. Uwezi kutoka kwa au kasema ndashindana nalo, una nguvu zitakuwa hamna. Yaani unaanza kujisainisha kwamba basi Mungu kama ikiwezekana utakaponichukua nipeleke kwenye giza. Sasa si atapima matendo kwa sababu uwezo kumpangia Mungu. Yatapima matendo. Ule yatenda ni mangapi mazuri na mabaya. Mungu ataangalia. Yakiwa matendo mazuri yako 100, hapo matendo mabaya yako 500. Mungu ataweza kusema mema yanaweza kushindana na 500, atasema kabisa ni uchafu. Anastahili kwenda huko. Kama mema yako 200, mabaya yako 100, atasema haya 100 yatasafisha hayo mabaya, atastahili kuwa mwema, nenda huko. Wewe utajiuliza nimetoa wapi? Hivyo ndivyo Mungu anasema na anafanya hivyo. Hapo mmesahau imeandikwaje? Donge kubwa huchafuliwa, huchachushwa na chachu ndogo. Ndio maana alisema jiepusheni na chachu. Tuko hapa tumekuja na mambo mengi ya maombi haya, tukiwaombea wenzetu alafu na sisi hatuko sawa. Mimi nawazaga ukija hapa mlimani alafu ujui kilichokuleta, unakuwa kama umekuja kunisaidia mimi niendelee kubarikiwa. Na mimi sipendi hivyo, natamani mbarikiwe sana kuzidi. Kusudi msije mkaanza kuninungunikia navyo Mungu anavyonibariki. Sasa mimi furaha yangu sipendi kuona watu hawainuki. Na Mungu nilimwambia usiinue maisha yangu mimi, hawa watu wako kayaweka maisha duni. Hapana, haiwezi kuwa sawa.
weka wawe na mafanikio, wajenge majumba, wawe na magari, wawe na vitu vingine, lakini pia wasipungukiwe kuwa na roho wako na kukucha wewe Mungu katika hali kamilifu, ambayo ndo msingi wa maisha yetu. Lakini kama inakosekana, haina faida. Kwa hiyo kuna kuhitaji maamuzi uwe unayafanya mwenyewe kwenye kila mambo unayatamani uwe naye. Sawa sawa. Sana uangalie unayofanyia maamuzi ni kitu kipi unachofanyia maamuzi. Ni jambo lenye faida ama ni jambo litakupa hasara, ingawa hujui kama lina hasara. Ni muhimu ulijui, rudi kwa Mungu mara zaidi, akutengenezee mipango ya kujua namna ya kufanya. Rudi kwa Mungu mara zaidi ya mara moja. Kama ulielewi jambo silifanye, bora uliache hata kama litakaa, lakini bora urudi ukiwa umejua, ujue namna ya kufanya. Unafikiri kwa nini Mungu alimwambia Musa rudi karibu mara nyingi kwa Farao? Hivi unafikiri alikuwa anarudi kwamba Mungu ameshindwa kumwambia Farao mara moja ti? Mungu alitaka kumwonyesha Musa asitumie tu vitu vingi kufanya maamuzi mwenyewe tu. Anatakiwa ajue maamuzi yote anayotaka kufanya awe ameyahakikisha yanatokana na Mungu, sio yeye. Ndio maana ya kwenda rudi. Akasema nimemtia moyo wake uwe mgumu. Kwa kweli moyo wa Farao haukuwekwa mgumu. Mungu alikuwa anataka ugumu ulio ndani ya Musa nao upate kujua. Na haya hayajaandikwa, mimi ndo nawaambia Roho kama anavyosema. Kwa makusudi Musa apate kuwa kiongozi mzuri. Ndio maana nenda rudi na ya kumkera apate kujua namna kuvumilia kwenye safari yote ya kutumika mbele za Mungu. Apate namna kuchukuliana na hasira za mambo mengine. Vitisho hata vikimtokea ajue namna kukabiliana navyo. Ndio ile nenda rudi. Mwisho wa siku anaambia sasa nina pigo moja nimeliandaa la mwisho. Kitendo chile alichomwambia watafiwa wazaliwa wa kwanza. Maana kuondolewa ile nguvu ya kwanza ilikuwa juu yake, ije nguvu nyingine mpya ambayo ndio itaongoza kundi vizuri. Kufiwa walisio kwamba walikuwa na kufa watu wale, kwamba Mungu ndo anaonekana na nguvu ili nguvu ya Mungu ibaki katika Musa ndio iongoze watu. Lazima ife ile ya kwanza izaliwe mpya. Anasema katika Israeli hakufuata mtu mmoja mzaliwa wa kwanza wala wanyama. Ni kweli kitu chema hakiwezi kufa, kinakufa kibaya kwa ajili ya kutengeneza kitu chema kikae kwenye nafasi. Ukikuta kitu chema kimekufa, baya limechukua nafasi, unajua kitu chema kilikosa mizizi na misingi mizuri. Mnaelewa? Unaziona nyasi hizi, ukizichukua ukienda kuzipanda zinaweza kukugomea sisi yote, lakini hapa zinaota zinastawi. Ujiulize, uweze bebe hizi kapande sehemu uone, unaweza kukuta zimekatalia kabisa. Sio ulikuwa unataka uzifanye ziwe njema. Lakini kama endapo unataka uzifanye ziwe njema, uziondolee mabaya kwanza. Ukienda kuzipanda zitaota, zitakuwa njema, zitastawi zaidi. Pengine zitakuwa kubwa kuliko hapa zilipo msituni katika mlima. Kwa hiyo na wewe kama unataka kustawi,
Magugu mwitu lazima yaondolee ubaya wake, alafu yapeleke kwenye mahali pazuri, yatakuwa mazuri. Yesu anasemaje? Nilikupanda ulikuwa mzabibu mwema, huo uzabibu mwitu umetoka wapi? Ilikutana na nini mpaka ikawa mzabibu mwitu ambao huwezi kulika vizuri? Ni mtazamo wa nini? Wa maamuzi ulikosekana namna kufanya kitu kiwe kizuri. Tunataka tufungue kitabu cha Wafalme. Jana ilikuwa 17. Leo tuangalie 18, alafu tutaenda na 20. Tutasoma hiyo 18, tutasoma na 20. Fungua hapo. Wafalme ni Wafalme wa pili, si ndio? Nenda sasa 18. Kutoka hapa tunaenda Wafalme wa 20. Tutasoma yote kwa wakati mmoja. Kila mmoja afikie mahali hapo. Mpasome, sawa? Soma hapo 18, mstari kwanza wa kwanza. Hamjafika? Someni wapendwa. Mfalme wa Israeli Ezekia mwana wa Amosi, mfalme wa Yuda, alianza kutawala. Alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 29 katika Yerusalemu, na jina la mama yake aliitwa Abia. Na jina la mama yake aliitwa Abia. Kwa nini wanamtaja mama? Nauliza, kwa nini mnajua wanamtaja mama yake? Si tunajifunza hapa mlimani hapa, tuko kwenye, kama unakaa kanisani unapoanza kuhubiri na ubiri mpaka mwisho na maliza, hamna kuulizana. Hapa tuko kwenye kujifunza, tuko faragani. Unauliza, kwa nini mama yake anatajwa? Nilisema lini? Kwanza mifumo ya mambo ya rohoni anaweza kujua haraka ni mama. Baba hawajui haraka vitu vya rohoni, wenyewe wanasubiri mpaka vitokee kabisa. Unajua wamama wanaweza kuongea na ibilisi vizuri sana kuliko mwanaume. Wamama wanaweza kujua uchawi unafanywaje kuliko mwanaume. Ndio maana kwenye Biblia hawajamtaja mwanaume mchawi. Sio kwamba walikuwepo. Wametajwa kina Simoni wale wachawi sijui nani. Lakini Mungu anasema msimwache mwanamke mchawi aishi. Ina maana wana uwezo katika roho. Yezebeli unafikiri ni kiwango kidogo? Alikuwa kiwango kikubwa, na mpaka watu wanaume wako chini yake, anawaongoza katika mambo ya uchawi na ushirikina. Hata Elia aliposikia Yezebeli anakuja alikimbia sana. Alipimana nguvu akakuta kama yule mama kama na nguvu kubwa zaidi. Akasahau kama Mungu amemwekea nguvu kubwa sana Elia. Sasa mama ndo anakaga na vizazi vyake, ndo anaviambia uongo ama ukweli.
Baba huwa hawezi kukaa muda mwingi kuongea vitu vingi. Yeye anaongea kitu ambacho cha muhimu, akimaliza anaacha. Kini mama ataongea mpaka ugomvi, anaogombana na mume wake, sijui baba yenu ananifanyia hivi, sijui anafanyaga hivi. So mtu mzuri, hela zake kuna mahali anapeleka, hanipendi, sijui na nini na nini. Natafuta njia ya kumdhibiti, hebu nishaurini. Mwingine tumeenda kwa mganga, mwingine sijui nini, mwingine tubebe nguo zake tupeleke kwenye maombi. Unaona mama wengi wanatuletea nguo za tuwaombe waume zao. Waume zao hawajawahi kuleta nguo za wake zao, wala picha zao. Picha nini ni wamama wanaleta picha kwenye makanisa, tuwaombe waume zao, sijui tuwaombe nini watoto wao, sijui tuwaombe. Lakini baba hawezi kuleta hivyo vitu. Si kweli? Hata kwenye bustani aliyekuanza kuzungumza na nyoka ni nani watu? Na Adamu alikuwa siku zote mimi hajawahi kuona nyoka. Eva ndo aliona nyoka yuko bustanini. Nyoka anayeongea bustanini ndo Eva ndo alimuona. Adamu hata kujua kama kuna nyoka anaongea. Na hata hivyo Eva alivyomletea Adamu hakumuona nyoka kabisa. Na ndio maana hata alipoulizwa yeye akusema nyoka ndo alitudanganya. Alisema ni huyu mwanamke. Yeye ajui. Mwanamke akasema mimi ni nyoka. Sasa Mungu anajiuliza nyoka imekuwaje? Mbona Adamu hajamuona, ameonana na Eva tu? Biblia hata kusoma hapo haituonyeshi mahali popote Adamu alionana na nyoka. Ama kuna mstari nyoka alionana na Adamu? Hata wakati analaaniwa nyoka, Adamu alimuona wakati analaaniwa nyoka? Hata kuona. Eva aliona kila kitu. Na alisikilizana na nyoka kwenye jambo lolote. Kwa hiyo huyu anatawala, mama yake kuna vitu aliongea naye, ndio maana mama wamemwekea sehemu yake ajulikane. Amen. Amen. Sasa kama alifanya mazuri basi mama alikuwa mzuri. Kama alifanya mabaya, mama ndo alimfanya mtoto kumuunganisha kwenye uzao wa mabaya ili atawale katika ubaya, ingawa Mungu alikuwa na mpango naye mzuri kwenye mazuri. Kwa yale mabaya yalijizalisha kulingana na alivyozaliwa. Tusome. Tuendelee. Binti Zekaria. Hiyo ni binti Zekaria. Na Zekaria tunamwona ndo walimuua madhabahuni miaka ile. Kwenye hiyo kitabu cha Wafalme. Kama si Wafalme ni Nyakati, walimuua madhabahuni, alikuwa ni mtumishi huyu. Sasa tujue mama huyo ndo alikuwa ndo huyo au ni nani? Haya twende. Akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana. Haya unaona? Mfano wa yote aliyoyafanya Daudi baba yake. Haya unaona? Yanaleta kulileti kwamba kuna uwiano fulani huko. Tuendelee. Unasikia Yeye akafanya nini? Akaondoa mahali pa nini? Pasije pakaanza kumuongoza yeye. Lakini huyu mama tunamwona alitokana na uzao wa nani? Wa mtumishi mmoja alikuwa anaitwa Zekaria, alikuwa kuhani kipindi hicho. Lakini watu wabaya walimuua. Walimuulia pale pale juu ya madhabahu. Ndio maana Yesu alikuja akasema kama vile ambavyo walimwaga damu ya Zekaria, ndivyo ambavyo siku itakapokuja mwisho patakuja kitu kama chukizo litakaa mahali patakatifu kama ilivyoandikwa katika Danieli. Hiyo ndio mjue wakati umekaribia. Amen. Akaikata hiyo Ashera. Akaivunja vipande aliyofanya Musa. Maana tasiri ya wana wa Israeli walikuwa wakifukuzia uvumba. Naye akaita jina lake Nehemia. Alimtumaini Bwana Mungu wa Israeli. Hata baada yake hapakuwa na mfano wake katika wafalme wote wa Yuda. Kwa nini hapakuwa na mfano wake? Mungu aliona ametengeneza njia ya kufuata mema, akamnemesha kwa utukufu mkubwa.
wala katika hao waliotangulia. Maana alishikamana na Bwana, hakuacha kumfuata. Unasikia? Alishikamana na Bwana kwa sababu Bwana ndo alikuwa anamuongoza. Hakuongozwa tena na kitu kiovu cha kumfanya ageuze. Bali alishika amri zake Bwana alizomwamuru. Naye Bwana akawa pamoja naye. Kila alipokwenda alifanikiwa. Umesikia? Kwa sababu ya mema yalikuwa, kila alipokuwa anakwenda alikuwa anafanikiwa. Na hayo sio maandiko tu, ndivyo ambavyo alifanyiwa na Mungu mtu huyo. Kwa sababu alifanya maamuzi. Huyo walivyomtaja tu mama, unaona kabisa ukoo wake na kuzaliwa kwake, alikuwa amezaliwa na familia ya watu ambao walikuwa ni mcha Mungu kabisa. Huyu Zekaria alikuwa ni mtu mwema sana. Hata alipokuwa anawaambia watu waache njia yao mbaya, walimkasirikia wakamuua. Tena walimuulia juu ya madhabahu. Wakamwaga damu yake pale. Na wakajifurahisha kwamba tumemaliza mtu alikuwa anatukera. Maana mtu akiwa na ubaya juu, ukimwambia mambo mema anakasirika sana, wananisema mimi. Anachukia, anasema wananisema mimi, utafikiri yeye ni mwema. Anaanza kutengeneza yani kwamba aonekane yeye hana ubaya. Ndio maana mtu mbaya ukimsema ubaya wake anakaa pembeni. Anajifanya yeye ni mwema sana, anatusema sisi ni wabaya, anakuwa na vikao na watu wengine. Huyu hawezi kutengeneza njia yake, itakuwa ni ngumu sana kuondokana na hiyo, kwa sababu atafuti njia ya kuondoka, anatafuta njia ya kujiweka kama yeye yuko vizuri zaidi. Sikia, Mungu anapenda mtu mnyenyekevu, mtu ambaye anatafuta njia ya kuondokana na yale, kwa sababu unaposemwa ni Mungu anakurudia uondoke kwenye ubaya. Amen. Kwa pale unakuwa ni rahisi kujitengenezea nafasi nzuri ya mambo mazuri ili ufanikiwe kile utakakokuwa unakwenda. Malizia kusoma, endelea kusoma. Tena alimwasi mfalme wa Ashuru, wala kumtumikia. Akawapiga Wafilisti mpaka Gaza, na mipaka yake, na mnara wa walinzi hata mji wenye boma. Umesikia hapo? Akajiondoa kwenye mtu alikuwa na mtawala, akasema siwezi kuwa. Neno kumwasi manake alikataa na zile sheria ambazo waliweka kwamba tutakuwa daima tunawatumikia Waashuru. Maana alikuta tayari Waashuru wanawatumikia pale Israeli, wakawa wako chini ya. Hawako tena uwezo wa kuongozwa na Mungu. Lakini alipozaliwa huyo kijana alianza kuangalia jambo gani baya linalotuongoza tuliondoe. Nitafute namna gani Mungu ambavyo alikuwa anaishi na sisi. Akasoma kuhusu Daudi, akakuta Daudi alikaa vizuri na Mungu na alifanya vizuri zaidi. Akasema inabidi nifuate hii. Sawa sawa na sheria ya Musa ambayo Mungu alisema. Akaondoa mpaka vitu watu walikuwa na viabudu wakihisi ni Mungu. Mahali pa juu walikuwa wameweka, mahali pa juu manake walijenga madhabahu nyingine juu ya hekalu. Yaani hekalu la Mungu liko hapo ambalo Suleiman amejenga. Wewe wenyewe wakaenda juu wakatengeneza sehemu ya kufukiza uvumba kwa miungu mingine. Sana sana wanafukizaga kwenye miungu inaitwa Malkia wa mbingu na miungu mingine inakaa juu ya anga la juu zaidi. Na jeshi lile la mbinguni la malaika wale waasi wakawa wanaita njoo nyende Mungu. Mungu akawa anaangalia machukizo. Ndio mabaya akaanza kuja mengi kwao kulingana na vile walivyokuwa wamejitengenezea namna yao ya maamuzi. Haleluya. Haleluya, 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 amen. Twende kwenye sura 20. Hiyo acha nenda sura 20. Kipata muda utasomaga mwenyewe sehemu zingine. Sura 20. Siku hizo akaugua. Akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amozi akamjia akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa. Tulia hapo. Unaona kwa nini anamwambia tengeneza? Ni vitu gani? Kwamba walisishe watoto wake? Tengeneza mambo ya nyumba. Unaishi nyumba yapi? Mla na mulala? Hamna. Aondoe vitu ambavyo tayari amejiwekea. Ingawa alikuwa mtu mzuri mbele za Mungu, lakini aliingiza ubaya mwingine.
ukawa anaongozwa na kutawaliwa na vitu vingine. Kwa hiyo vile vitu Mungu alikuwa anataka vitengeneze, maana sasa asipotengeneza atakufa na hivyo vitu, kwa sababu tayari imesainiwa afe. Kwa hiyo Mungu akamtuma Isaya amwambie atengeneze, maana anaenda kufa. Haleluya. Haleluya, 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 zaidi amen. Tuendelee hapo. Murudie. Anzia pale kwamba alimwambia utakufa, ndio usomewe endelee. Bwana alimtuma nabii Isaya, anzia hapo. Tengeneza mambo ya nyumba yako. Maana utakufa wala utapona. Basi Hezekia akageuza, akaelekea uso wake ukutani. Akamwomba Bwana akasema, nakusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana. Yatoka katika mji wa kati. Tulia hapo. Tunaona kwanza anamlinganya Mungu kwa kulinganisha mema yake aliyotenda yapimwe na mabaya. Kama kuna mabaya yamezidi mema, basi inampasa afe. Lakini kama kuna mema alifanya kwa uaminifu na kweli, inabidi yalinganishwe. Mungu akalinganisha, akaona kuna mema mengi yamefanywa na Hezekia. Amen. Ndio yale nimesema mwanzo kwamba yakiwa 200, mema yakawa 200, mabaya yakawa 500, uponi unaondolewa. Lakini mema yakiwa 200, mabaya yakiwa 100, unapona. Mabaya yataondolewa na ile 100. Nguvu ile itapiga, itaondoa ile mabaya. Mungu atapima, atasema okay, kwa haki hii anastahili kusamehewa na kupewa nafasi nyingine. Amen. Endelea kusoma. Isaya pale alikuwa katikati ya mji, hajaenda mbali zaidi. Katika mji wa kati. Neno la Bwana likamjia kusema, rudi ukamwambie Hezekia, mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeyasikia maombi yako na kuyaona machozi yako. Alimlilia kwa rehema kwamba mkumbuke, na kama liko jambo amekosa aweze kusamehewa. Ndio maana Mungu anasema ameyasikia maombi na machozi yake. Tazama nitakuponya. Siku ya 3 utapanda nyumbani kwa Bwana. Ataponywa na siku ya 3 atapanda wapi? Tena nitazidisha siku zako kiasi cha miaka 15, nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru. Basi tukae. Nilikuwa nataka kulinganisha uone yale tumeweza kujifunza. Unaweza kusema sasa itakuwaje? Kumbe kuna mambo yanaweza kuwa na hesabu ya mema, ama yanaweza kuwa na hesabu. Yote yana hesabu kwa Mungu. Kila jambo usilijua usiseme limeishia hapo. Lipo zaidi ya hapo wewe unapoishi. Katika mifumo yote unapogundua jambo ndio uponyaji wako. Huyu aligundua jambo akamweleza Mungu. Sawa, sikatai kufa, lakini si ukumbuke mema basi hata yale niliyatenda na jinsi ambavyo nilienda kwa uaminifu na ukamilifu katika kweli. Mungu pale akubisha hata moja, akaona kuna uaminifu wake ulifanyika na ukweli na kwa kutenda mema. Haya mabaya machache yaweze kumfanya ampoteze. Akarudisha miaka 10 na mingapi? Sasa tujue alikuwa na umri gani. Pengine alikuwa na umri wa miaka 80, akaongezewa 15, 90 na hii inamtosha kabisa, nyingi sana. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tunapoishi ni muhimu sana
Usiishi kama mtu ambaye hajui kwa nini anaishi. Ishi ukijua majukumu unayotakiwa kuyafanya, yafanye kwa kutekeleza kikamilifu. Na yakiwa mema yafanye kwa ukubwa sana, kwa sababu yayo ni faida yako ya baadaye. Kama hivyo tunamwezekea. Yalimlinda ni mema hayo, alimwambia uangalie nilivyotenda kwa uaminifu na katika kweli, katika mema yote. Hivi angemkumbusha Mungu, kumbuka basi kama yako mabaya uniangalizie jambo jema niwekee, akuwekee kwenye jambo jema ambalo hujalitenda. Mtu atalipo kwa matendo yake, si unajua hiyo? Na kwa matendo mema mtu atahesabiwa haki, na kwa matendo mabaya mtu atahukumiwa. Kwa hiyo unapozidisha kutenda mema mengi, unajitengenezea akiba kubwa kwenye maisha yako. Hata inapotokea siku mabaya ndaka kuja, yale mema yatazuia na kukulinda wewe. Kama tunaona Hezekia, siku za kufa zilikuwa zimekuja, mema yalisababisha aongezeke miaka 15 ya kuishi tena. Unajua duniani chips ni tamu. Kiwa duniani ukikumbuka na soda Coca-Cola, ukikumbuka juisi zile za unatengeneza za fresh, unaanza ukikumbuka na hela unaenda kununua nyumba. Unaanza wewe, Mungu niache niishi kidogo. Lakini kiukweli hujui kwamba huko duniani ndo kuna majaribu kuliko ukiondoka duniani. Ukiondoka ujaribiwi kule na kumemaliza kesi. Lakini heri uondoke ukiwa na mazuri. Yakiwa mabaya kule, mabaya atatangulia mbele, atakusumbua. Matendo ya mtu si ndio yanatangulia mbele kabla ya mtu kufika. Kwa hiyo kuna muhimu kujijengea tabia njema ya kukubebea wewe ukamilifu wa siku zako unazoishi, hata kufikia utimilifu wote wa kazi zote unazozifanya. Na Mungu hajishughulishi na wewe kwa jambo lolote kama hujamhitaji aje kukusaidia. Hajishughulishi. Mungu hahangaiki chochote kukuhusu wewe kama mwenyewe hujakihangaishia hicho kumtaka Mungu akusaidie. Anachokupaga tu kwa kukuhangaikia ni usingizi na kukuamsha. Akipenda siku ya hataki kukuamsha na kuacha ulale jumla. Ndio maana imeandikwa, anasema yeye ndo anawapa watu wake usingizi mzuri. Siwezi kujiweka kwenye ubinadamu wa kijinga. Takiwa ni ubinadamu mwenye ufahamu na uerevu mzuri kwa kuzikumbuka fadhili za Mungu. Mtu yoyote akikunyima chochote, usiongee maneno ya kunungunika. Mtu yoyote akikuzalau kwa lolote, usiongee maneno kwamba kwa nini ananizalau, ananichukuliaje. Acha, sababu hujui kwa nini amekuangalia na kuzalau. Pengine alivyokuona sivyo ambavyo ulivyo. Kwa nini wewe uanze kuungana naye, kusumbuana naye? Kwani ni kweli uko hivyo mpaka uanze kukasirika? Kama unajijua mimi siko hivyo, ameongea unaona kabisa ni kichaa ameongea tayari. Kwa sababu angekuwa na akili timamu angeona mimi nilivyo, singeongea hicho, angeongea kile ambacho niko nacho. Mungu ndo anataka ujione, maana maandiko yanasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Sasa wewe kama kweli alivyokuona huyo ndo ameona kwenye nafsi yako kwamba uko hivyo, mbona ukakasirika? Amenizalilisha. Usikimbie kusema amenizalilisha, acha kuzalilisha, lakini si wewe hauko hivyo. Hivi mnanisikia vizuri? Amen. Nataka ukawe mjumbe wa Yesu mwenye utimamu. Amen. Mwenye akili yenye kuelewa haraka. Amen.
Mtu akitaka kuletea zoruba, usikubali kukaa kwenye hiyo zoruba, kwa sababu wewe haupo kwenye hayo maisha. Maskani yako wewe ndio unajua namna kuiendesha, na Kristo Yesu ndio kiongozi wa juu yako. Amen. Bwana uliye mwema sana, kinywa changu asante kwa sababu umesikia maombi yangu. Kuja kwangu uliona kabla sijaona, nami nakushukuru. Wewe Mungu uliyetega sikio, tukajua ninayopitia, katuma msaada ili kunisaidia. Naondoka hapa na furaha ndani yangu. Mimi ni mtu mwingine, Bwana amenifanyia jambo kwenye maisha yangu. Kinywa changu haiwezi kuzuilika. Nakushukuru. Umeweka tabia njema hata ulimi wangu waweza kushukuru. Maneno yake yaweza kusikika masikioni mwangu. Mungu, Baba yangu uliye mwema, Mungu wangu mimi uliyeniumba. Asante Bwana kwa sababu wewe umejua mambo mengi kwenye maisha yangu. Nilikuwa naugulia, sijui namna ningefanya nini. Kwako iko njia na rehema na namna ya kumponya mtu. Nakushukuru kwa sababu nimeuona wema wako ningali hai na vizazi vyangu. Tazama sasa nimebarikiwa, nitaishi kwenye mifumo ya kutabika tena. Wewe Mungu umenihakikishia kwamba ukiniokoa mimi na uzao wangu umeuokoa. Nakushukuru. Sitakaa tena kwenye machozi.
Leo ni mlango wangu wa kuanza furaha. Naam, nafurahi kwa sababu Bwana umeniona. Kushukuru. Asante Bwana. Naleta shukrani mbele zako katika jina la Yesu. Amen.